Asema kwa tuanzia kwa kana Rasulullah Kana Rasulullah sallallahu alayhi wasallam fakhman mufakhama, alikuwa mtume wa Mwenyezi Mungu sallallahu alayhi wasallam ni mtukufu mwenye kuadhimishwa, ni mtukufu wake. Yatala'la wajhuhu tala'lu al-qamari laylatal badri, unametameta uso wake kama kumetameta kwa mwezi usiku wa Badri. Usiku wa Badri maarufu kwa uso wake ulikuwa unang'aa kama vile mwezi unavyong'aa pale unapokuwa mwezi umekamilika lile duara lake. Atwala min al-marbu'i, alikuwa mtume ni mrefu kuliko mfupi, kwa maana hakuwa mfupi, alikuwa ameepukana na ufupi. Kwa hiyo mtu ambaye ni marbu'i ni mfupi, mtume ni mrefu kwake. Lakini wa aqsara min al-mushaddadi, na alikuwa ni mfupi kuliko mrefu mwenye kukonda. Mtu anaweza kuwa mrefu mwembamba, sio? Sasa mtume hakuwa hivyo, alikuwa chini ya unayemjua wewe kwamba huyu ni mrefu tena mwembamba, mtume yuko chini yake. Kwa maana yake ni kwamba yuko kati na kati ya urefu na ufupi. Adhima alhama, ukubwa wa kichwa. Ukubwa huu wa kichwa maana yake kichwa kikubwa cha wastani ambacho si kijibichwa kijidogo, lakini si kafahamika sasa kama ni jibichwa kubwa. Elewa ni kichwa kikubwa kinachopendeza. Rajila shari, mkati na kati wa nywele, kwa maana nywele zake si boga wala si kipilipili. Ukitizama kama nywele za kawaida tu zilizochanwa. Tarjilu shari, si mkusana nywele. Sasa ilikuwa nywele zake mtume zina ulaini ule wa kawaida kama zilizochanwa, hazikusongamana, hazikusukana, lakini pia vile vile sio lile boga lililolaliana, ziko katika hali ya kawaida kama nywele zilizotanwa. Asema in farakat haqiqatuhu faraka, zikiachana nywele zake za kichwa huzitana, zikitibuka nywele zake za kichwa huzitana. Hizo nywele ambazo ziko za kawaida huwa kazitana zikakaa kwenye hali yake tu nzuri. Wa illa, na kama sivyo, kama zisipokuwa nywele za kawaida tu ambazo zatanika si ndefu sana, kwa maana zikawa ndefu sasa, wala yujawizu sha'ruhu shahmata udhunai, hazipetuki nywele zake njewe za masikio yake mawili. Hayo kwamba zile nywele ni ndefu mpaka zimepita masikio kwa urefu wa kwenda chini. Idha huwa waffara wala yujawizu sha'ruhu shahmata udhunaihi, idha huwa waffarahu, hazipetuki nywele zake njewe za masikio mawili wakati yeye akiziachia, kwa maana akiziacha zikawa nyingi kama itakuwa hakuzipunguza nywele akaacha zikawa nyingi, basi hazipetuki njewe za masikio mawili. Sawa. Azhara launi, mwenye kung'aa rangi yake, ni rangi yake ni yenye kumeremeta, mwenye kumeremeta rangi yake. Wasi aljabili, mkundufu wa bapa. Tumesema bapa ni sehemu za kando za uso kama shavu na kadhalika. Pande hulo na masikio huu ulikuwa ni mpana kwake. Azajjal hawajibi, mwenye kuchongoka nyusi zake. Nyusi zilizochongoka
ni zile ambazo ziko kama upinde lakini katika hali ya wembamba vile vile. Sawabigha, zenye kuwa nyingi, na nyusi nyingi zilizo katika hali hiyo min ghairi qaranin, min ghairi qaranin, basi na kuungana nyusi zake mbili hizo. Maana manake qarani ni kama zile nyusi zimekuwa nyingi mpaka zikaweza kukutana. Kwa hiyo kati ya nyusi na nyusi kuna nafasi ndio anasema bainahuma, kati ya nyusi mbili hizo, irqun yadurruhu alghadabu, kuna mshipa ambao inaujaza mshipa huo ghadhabu. Akikasirika mshipa ule unaonekana, kwa maana unajaa damu Sawa. Aqna al-irni, mwenye kunyanyuka pua yake. Aqna al-irni, mwenye kunyanyuka pua yake, maana pua yake ni nyembamba iliyonyanyuka hivi. Lahu nuru ya'luhu, ana nuru inayomkalia juu. Wa yahsibuhu man lam yata'ammalhu ashamma, na anamdhania yule ambaye hakumfikiri vizuri, hakumwangalia vizuri, anamuona kwamba ni mrefu wa pua. Ashamma manake tawilu kasabati al-anfi, anamuona ni mrefu wa pua lakini si mrefu wa pua. Kathal lihya, kwa ni mwingi wa ndevu. Muda wote Mtume ndevu zake zilikuwa ni nyingi Ada haja mweusi wa mboni ya jicho. Sawa, mweusi wa mboni ya jicho. Sahla al-khaddaini, mrefu wa vitukuta viwili, manake vitukuta visivyojaa nyama alafu vimeteremka kwa urefu Sawa. Dhali al-fami, mpana wa mdomo. Mdomo wake ulikuwa mpana hivi, hakuwa na kijidomo kidogo. Ashnaba, mzuri wa meno. Meno yake ni mazuri, yamepangika vizuri Sawa. Mufallajal asnani, hapa kuna tafsiri mbili, mwenye kuchongoka meno au mwenye mwanya meno yake. Hii falaju ni farqun baina thanaya, mwanya, kuwa na mwanya kati ya hizi thanaya zake mbili. Meno yake mawili ya mbele yale kwa alikuwa na mwanya. Sawa. Kwa hivyo tuweza fasiri mufallajal asnani, mwenye mwanya meno yake. Daqiqa al-masruba, mwembamba wa nywele zilizo kati ya kifua na kitovu. Mwembamba wa nywele zilizo kati ya kifua na kitovu, maana kuna nywele zinaanzia kifuani mpaka kitovuni, zinakuwa kama mstari fulani hivi. Kwa hiyo ulikuwa ni mwembamba mstari wake huo wa nywele. Kaanna unukahu jiduduma, kana kwamba shingo yake jidudumia, kana kwamba shingo ya Mtume sallallahu alayhi wasallama ni shingo ya picha yenye kutengenezwa vizuri. Ni shingo ya picha yenye kutengenezwa vizuri. Fi safa'il fidda, katika usafi wa fedha, ya picha iliyotengenezwa vizuri katika usafi wa fedha, maana shingo yake imekaa vizuri na inanyiritika. Sawa.
mu'tadil al-khalqi, mkati na kati wa umbo, badilan, mwenye nyama, kwa na si mnene wala si mwembamba, lakini ana nyama, kwa maana hakuwa mwenye kukonda ambaye mifupa yake yaonekana. Sawa. Mutamasika, kati na kati, kama hiyo badi na isikuonekana kwamba labda alikuwa na nyama nyingi alafu maji nyama yametebwereka, nyama zenye kushikana. Maana alikuwa ni mutawasit, pamoja na kuwa na nyama lakini zilizoshika vizuri, na asiyekuwa mnene. Anasema sawa al-batni was-sadri, msawasawa wa kifua na tumbo. Hakuwa na kitambi wala hakuwa na tumbo la bao na kifua cha bao, kwamba kifua kiko namna hii. Sawa. Mushiha sadri, mwenye kutokeza kifua chake, yani kifua chake chaonekana wazi, hakikuwa kimeingia ndani, hakuwa na kibiongo. Sawa. Baida ma baina al-mankibaini, mbali wa sehemu iliyo kati ya mabega mawili. Na maana haya mabega yake hapa mpaka hapa ni papana, kuanzia bega mpaka bega kuna nafasi, kifua chake kipana, mabega yake mapana. Dhakhma al-karadis, mkubwa wa mifupa ya mabega. Hii karadisi hizi bai hapa ilikuwa mikubwa mifupa yake. Sawa. Anwara al-mutajarridi, mwenye kuzagaza mwili wake ulikuwa ukitoa nuru, kinyiritika, mwenye kuzagaza mwili wake. Mausula ma baina al-labbati was-surrati bishari yajri kal-khatti, mwenye kuungwa sehemu iliyo kati ya kitobwe na kitovu kwa nywele inayopita kama uzi. Kuanzia hapa mpaka hapa kuna nywele ambazo zimepita kama uzi, nyembamba. Melala. Ari ya thadiyaini, asiyekuwa na nywele katika chuchu mbili, kama tukisema nchuchu, haya kama zina jina lake jingine. Haya, melala. Rahbad ari ya thadiyaini ma siwa dhalika, mwenye kuepukana na zile chuchu, mwenye kuepukana chuchu zake mbili na zisizokuwa hizo chuchu, kwa maana hana nywele pale kama tulivyoeleza. Ari ya thadiyaini ma siwa dhalika, mwenye kuepukana chuchu zake mbili na zisizokuwa hizo chuchu, kwa maana kuepukana na nywele. Ashara dhiraaini, mwenye nywele nyingi katika dhiraa zake mbili. Walmankibaini, na mabega yake mawili. Ali sadri, wa ali sadri, na juu ya na sehemu za juu za kifua, pia sehemu za juu za kifua ziko na nywele. Tawila zandaini, mrefu wa mifupa miwili ya dhiraa. Zandu ni mfupa huu ulio katika dhiraa hizi. Kwa hiyo kifupi ni kwamba dhiraa zake zilikuwa ndefu. Rahbaraha, mpana wa kiganja, mpana wa kiganja. Shathna al-kaffaini wal-qadamaini, mzito, yani mwenye kujaa viganja viwili na nyayo zake mbili. Nyayo na viganja zake vimejaa, sile mama vembamba. Sa'ila al-atrafi,
wa vidole, sa'il al-atrafi, mrefu wa vidole. Mela sabt al-qasabi, sabt al-qasabi, mrefu wa dhiraa mbili. Sa'il al-atrafi, mrefu wa vidole. Au kala kuna au kwenu aha, maana ni hiyo hiyo basi. Kwa ni sa'il al-atrafi au sema au fi nuskhati ziyada au qala sa'il al-atrafi. Sawa, maana ndio hiyo basi, mrefu wa vidole. Sabt al-qasabi, mrefu wa dhiraa, mwenye kunyooka dhiraa yake. Tena kwa kuna sa'il al-atrafi au qala sa'il al-atrafi wa sa'il al-atrafi hivyo. Basi ndio hivyo, maana ni moja vyote. Kwani hapa hii tu atrafi inakuja kwa maana ya mishipa, kwa maana ya vidole. Ala sasa asema sabt al-qasabi, mwenye kunyooka dhiraa yake, dhiraa zake mbili maana au kuna kwa kusema asabi nini? Sair nini? Sabt al-asabi, si ndio? Kama ikiwa ni asabi ni mishipa. Sawa, maana yake ni kwamba ncha za viungo vyake ni vyenye kujaa pasi na kufutuka futuka. Lakini ni sair sabt al-asabi, mishipa yake maana yake ni yenye kunyooka. Maana yake ni kwamba mishipa yake haikufutuka futuka, ikawa imejaajaa hivi na kupinda pinda. Khumsan al-akhmasaini, mwenye kuwa mbali zile nyayo za makanyagio ya nyayo zake mbili. Makanyagio haya kuna kitu kama kishimo hapa ambacho mtu akikanyaga chini saa nyingine huwa akigusi. Ukiangalia hata unyayo ukijichora hapa katikati unakuwa umeingia hivi. Sasa pale ni kwamba hii sehemu, kuna sehemu ya juu hii haikanyagi chini. Sasa ile ndo akhmasaini zile za miguu yote miwili. Kwa hiyo kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam akisema ni khumsanul akhmasaini, maana yake ni kwamba hizi hazigusi chini vile, akikanyaga ni zenye kuwa mbali na ardhi. Sawa, zenye kuwa mbali na ardhi akhmaso zake, na ni mvongo wa makanyagio yake, mivongo ya makanyagio yake, yenye kuwa mbali na ardhi, mivongo ya makanyagio yake. Sawa, masihal qadamaini, ni mwenye kuteleza nyayo zake mbili. Masihal qadamaini, mwenye kuteleza, kwa maana kadamaini zake ziko na nini? Amlas, si zenye kuparaza paraza kwa juu. Sasa yanbu anhum almau, yani yanachirizika kutoka katika nyayo mbili hizo maji. Maana maji hayakai, ukimwaga pale
yanapita yanakwenda yote chini kutokana kwamba ni amlas zile nyayo zake. Idha zala taqallua, akiondoka huondoka kwa kujingoa, maana yake hunyanyua mguu kwa nguvu wayaqtu takaffua, na hupiga anakwenda kwa haraka idha masha ka'annama yanhattu min sababi, akitembea kana kwamba yeye anateremka kutoka sehemu iliyo juu, kama ateremka kijilima wa idha altafata jamia, na akigeuka anageuka wote. Melana kama anageuka hugeuka kabisa kutazama nyuma, sawa, kwamba hapeleki shingo peke yake. Melana anasema khafidhu tarfi, mwenye kuinamisha jicho, sio akienda kwamba macho huku na kule, macho juu. Hapana, yeye ananyanyua jicho pale panapohitajika kunyanyuliwa jicho, anaperepesa pale panapohitajika kuperepesa. Nadharuhu ila al-ardhi atwal min nadharihi ila samai, kutazama kwake chini ni kurefu zaidi kuliko kutazama kwake juu. Sawa, njullu nadharihi almulahadha, kutazama kwake kwingi ni mulahadha, ni kutazama kwa ncha ya jicho, mwisho wa jicho hapa. Yani yeye kwa kuwa ni mtu wa hivi, basi utazama sana hivi mara nyingi. Kwa kumtazama mtu unyanyua hivi akatizama kambi chini, sio kwa hapeleki jicho zima. Yasuku ashaba, anawatanguliza sahaba zake katika kwenda, kwa maana anatembea nyuma ya sahaba zake ili kuona kinachoendelea mbele yao, labda vitani na nini, yeye atakuwa nyuma, sahaba mbele. Sawa. Wayabda'u man laqiyahu bisalami, na anamuanza anayekutana naye kwa salamu. Basi ngwe hii tusianze, tuishie hapa, tuendelea kesho inshallah. ربنا انفعنا بما علمتنا، رب علمنا الذي ينفعنا، رب فقهنا وفقه أهلنا وقرابات لنا في ديننا مع أهل القطر أنثى وذكر، رب وفقنا ووفقهم لما ترتضي قولا وفيلا كرما، وارزق الكل حلالا دائما، وأخلا أتقياء علماء، نحظى بالخير ونكفى كل شر، ربنا أصلح لنا كل الشؤون، وأقرنا بالرضا منك العيون، اقض عنا ربنا كل الديون، قبل أن تأتينا رسل المنون، واغفر استر أنت أكرم من ستر، والصلاة الله تغشى المصطفى، من إلى الحق دعانا والوفاء، بكتاب فيه للناس الشفاء، وعلى الآل الكرام الشرفاء، وعلى الصحب المصابيح الغرى، آمين سري وآفا مستجيبا دعواتي رب